بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na kitabu cha Mulhatul Irabi, na leo insha Allah taala tunaanza babu al-maf'ul ma'ahu. Wa in aqamta al-wawa fil kalami muqama ma' fansib bila malami taqulu jaa al-bardu wal jibaba. Na sijui vitabu vyote vimeandika hivyo au wal jababa au wal hababa. Kwa he wengine kwa jimwe, ndio nasema nakumbuka kopi zinatofautiana hizi. Haya, kwangu kaandika wal hababa, lakini mimi nilichosoma kitabu cha mwanzo kabisa wal jibaba, na wengine imeandikwa wal jababa. Kwa hivyo kila mmoja atasoma kwa mujibu ulivyoandikwa. تقول جاء البرد والحبابا واستوت المياه والأخشابا وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا. باب الحال والتمييز. na wengine wameandika babul hali tu heading yao bila watamyiz. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا بعد تمام الجملة لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل مثاله جاء الأمير راكبا وقام قص في عكاظ خاطبا. na wengine في عكاظا. ومنه من ذا في الفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. فصل التمييز wengine imeunganishwa. وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد. ومن إذا فكرت فيه مضمراه من قبل أن تذكره وتظهراه تقول عندي منوان زبدا و45 عبدا وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب نخلا. أساليب المدح والذم wengine wakuandikiwa heading hiyo wameandikwa waminhu af'alul madhi wadh-dhamm, na wengine hata haijaandikwa kitu. Twendeni na beti. ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا وحبذا أرض البقيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. na wengine وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. zinaweza kuwa na fatha, zinaweza kuwa na dhamma, inawezekana uzani haujabadilika na maana haijapotea sana. babu kam al-istifhamia wa kam idha ji'ta biha mustafhima fansib wa qul kam kawkaban tahwi as-sama. milango mingi, lakini tuusome na huwa dharfu, alafu tuone kama tutaweza kusoma kwa leo au tutauacha kiporo. babu dharfi والظرف نوعان فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة والكل منصوب على إضمار في فاعتبر الظرف بهذا واكتفي
تقول صام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما وبات زيد فوق سطح المسجد والفرس الأبلق تحت معبد والريح هبت يمنة المصلي والزرع تلقاء الحيا المنهل وقيمة الفضة دون الذهب وثم عمرو فدن منه وقرب وداره غربي فيض البصرة ونقله شرقي نهر مرة وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر وأينما صادفت في لا تضمروا فارفع وقل يوم الخميس نيروا. Tumeweka lengo hapo, kama tutaona tunaweza kufika tutafika, tukiona vinginevyo tutafanya. Babu al-maf'ul ma'hu, mlango wa mtendwa pamoja naye. Al-maf'ulu ma'hu, mtendwa pamoja naye. Hizi mafaili ziko nyingi, ziko mafaili 5 hizi: maf'ulun bihi, maf'ulun ma'hu, maf'ulun li ajlihi, maf'ulun fihi au dharfu na maf'ulun mutlaq. Ziko 5. Zote hizi ni object, ziko katika objective cases lakini zinatofautiana katika vipengele. Sasa huyu anaitwa maf'ulu ma'hu, mtendewa pamoja naye, yani kitendo kimetendeka pamoja na huyu kuhusika. Yaani mara nyingi inaleta utata penye harfu atfi na maf'ulu ma'hu. Ikija kitendo halafu mbele kikaja wau kuunganisha, halafu kikatajwa kitu mbele yake, na kile kitu kikiwa hakina uwezo wa kutenda kile kitendo kilichotajwa nyuma, anaitwa maf'ulu ma'hu. Kwa mfano, nimekwenda na barabara. Umekwenda na barabara, kwani barabara inakwenda? Sasa umekwenda na barabara vipi? Sirtu wat tariqa, nimekwenda na njia. Hii njia umekwenda nayo vipi? Kwani njia inafanya kitendo cha kwenda? Ikiwa yule wa pili baada ya wa ile na hawezi kukitenda kitendo kilichotangulia, ndio inaambiwa maf'ulu ma'ahu na anapewa fatha. Sirtu wat tariqa, au nimecheza mechi na Homa. Kwani hii Homa inacheza mechi? Au manake ulipokuwa ukicheza ulicheza mechi hiyo pamoja na Homa kuwa nayo ndani ya mwili. Kwa hivyo ile ndio inaitwa waul ilmaia. Yule wa pili yule anakuwa hawezi kukitenda kile kitendo cha nini, cha kwanza, anakuwa kaambatana tu na mtendaji. Mnifahamu? Mwalimu ukampiga bakora, mwanafunzi analia, yani hali ya kuwa analia na analia. Kwa hivyo wao inaitwa waul maia, na kuna wakati inakwenda katika waul hali. Kuna maeneo yana utata, lakini ikiwa yule wa pili anaweza kukitenda kile kitendo, anakuwa atfu. Kwa mfano, rais kaja na walinzi. Kuna hao walinzi hawawezi kuja, wanaweza kuja, lakini kama asingekuja rais, wale walinzi wangekuja? Wale mabodyguard wa rais kwani wana tabia kwenda mahala kama rais ajenda? Kwa hivyo kuna maeneo inabidi utizame logic. Hapa niseme hii ni maf'ulu ma'hu au ni harfu atf. Mzazi amekwenda hospitali na mwanawe, utamtizama huyu mtoto. Kama ni mtoto mchanga ambaye hawezi kwenda mwenyewe hospitali, atakuwa maf'ulu ma'hu. Lakini ikiwa mtoto wenyewe naye anaweza kwenda hospitali, atakuwa maatufu, kaunganishwa tu, atafuata irabu ya nyuma. Kwa hivyo kidogo kwenye eneo la maf'ulu ma'hu tunaligusa tu, lakini kwenda vitabu vikubwa atakufafanulia kwamba unamtizama yule wa pili ana uwezo wa kukitenda kile kitendo cha mwanzo au hana uwezo wa kukitenda. Ikiwa hana uwezo wa kukitenda, ataitwa maf'ulu ma'hu. Ikiwa ana uwezo wa kukitenda, anakuwa maatufu, kaunganishwa tu na yeye katika kile kitendo. Sasa ndio nakwambia, wa in aqamta alwawa fil kalam, na ikiwa utaisimamisha wau katika maneno,
Muqama ma, kisimamo cha ma, yani msimamo au mahala pa kutumia ma au ukatumia wa. Jaatil ummu wa waladahu au ma wa waladaha au ma waladiha. Jaatil ummu wa waladaha au ma waladiha, yani ile wa ukiweka mahala kaja mama na mwanawe au kaja mama pamoja na mwanawe, ikiwa ile wao inaweza kuleta maana ya pamoja. Unaona? Kwa hivyo hapa panataka zaidi ujue maana. Ikiwa hujui maana irabu hii huwezi kuifahamu. Wa ya kamtal wawa fil kalami muqama ma, mahala pa ma, fansib, basi tia nasbu kile cha pili bila malami, pasina lawama ya mtu yoyote. Hakuna atakaye kulaumu ukimtia nasbu, yani ukimtia fatha yule wa pili. Jaa al-ustadh wa tullaba, kaja ustadhi na wanafunzi, yani wale wanafunzi kaja nao, kama asingetaka yeye asingekuja. Itakuwa sasa kusema jaa al-ustadhu ma'a tullabi. Kwa hivyo wa tullaba utamtia fatha tullaba bila lawama ya mtu yote, kwamba waul ma waul ma. Na hiyo kimantiki maana yake ni kwamba wale wanafunzi walikuwa hawana amri yao katika kuja pale, wamekuja kwa amri ya yule ustadhi. Umenifahamu? Lakini sema jaa ar-rajulu wad-daraja, takaja mtu na baskeli. Baskeli haiwezi kuja yenyewe. Kwa hivyo hapa ni lazima wad-daraja itakuwa mafuulu ma'hu tu, kwa sababu haiwezi kufanya kitendo chake yenyewe baskeli bila ya mtu kuipanda juu yake. Kwa hivyo tutamtazama yule wa pili, ilikuwa hana uwezo wa kutenda mwenyewe kitendo, atakuwa mafuulu ma'hu. Akiwa na uwezo wa kutenda, utatazama nguvu gani ilomleta. Kaletwa na nguvu ya huyu aliyekuja naye au kaja kwa nguvu zake mwenyewe? Ikiwa kaja kwa nguvu zake mwenyewe atakuwa maatufu, kama kaja kwa nguvu za huyu aliyekuja naye atakuwa mafuulu ma'hu. Ile umaia ule unampunguzia yeye maamuzi. Lakini viko vitu viko wazi. Kaja shekhe hapa na joko na kilemba, kwa ni joko na kilemba vingeweza kuja peke yake? Hiyo itakuwa ni ma'hu tu. Umenelewa? Kaja shekhe na wapambe wengi. Sasa hapo unaweza ukatizama, wale wapambe wangeweza kuja bila ya shekhe? Kama wasingeweza kuja bila ya shekhe, ina maana watakuwa mafuulu ma'hu. Kama wangeweza kuja bila ya shekhe, watakuwa maatufu. Utaiona faida yake kusoma nahwi hapa. Kwenye matafsiri uko kwenda ukaikuta inaleta maneno mengi sana. Kama je, hii ni ma'hu au ni atfu, Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa au wal malaikata saffa. Tumezoea kusema yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa kwa kuitia rafu ile malaikatu, kwa sababu ruhu na malaikatu ni atuf na maatuf. Yule maatuf na maatuf na alayhi atfu. Lakini usema yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikata saffa. Siku itakaposimama roho, au kwa wale tunatafsiri Jibrili, wengine Mungu, wal malaikata, hawa malaika walikuja kwa khiari au hawakuja kwa khiari zao? Sasa wal malaikatu wal malaikata ndo mpaka kwenye elimu ya qiraa katika Qur'ani, kusoma viraa, ukasoma hivi misingi yake mara nyingine inatokana na hizi fani za irabu huku, kwamba irabu gani tu itumike. Kwa hivyo fansib bila malami tanasbu. Taqulu, utasema jaa albardu walhababa au waljababa au waljibaba. Kwenye ushairi hakuna tatizo lolote katika uzani. Hababa, jababa, jibaba, uzani uko sawa sawa, hakuna matatizo yote. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu 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 mustaf'ilu, bahru rajzi imetimia. Lakini maana sasa tofautiana. Naanza na hii iliyoandikwa kwangu, alafu nitakuja kwenye vitabu vyenu. Ja albardu wal hababa, yangu mimi. Hababa ni barafu ndogo ndogo zinazonyesha katika mvua za baridi, kama vile snow. Wazungu wana ile snow, theluji, halafu kuna chenga chenga. Lakini mpaka mtu akae katika nchi za baridi. Siku moja mimi niko pale chuoni Madina, naona baridi imekuwa kali usiku, baridi kali kweli.
mara nasikia changarawe zinapiga juu kwenye bati. Hizi changarawe zinatoka wapi? Nikatoka balcony kuchungulia, bwana, ni barafu ya chenga kama hii ambayo tunaiweka kwenye samaki. Wakati mwingine wachuuzi wa samaki wanakuwa na barafu ya chenga inatoka juu. Yaani ikasema haya mengine tunasoma kwa nadharia, leo naona kwa vitendo. Chenga za barafu. Kwa hivyo imekuja baridi na barafu. Tumefahamiana? Imekuja baridi na barafu, mvua ya barafu ya chenga, ikiwa utatafsiri kwa neno lilotumika hapa. Ama ukitumia jim, ni yale macho tongo, yale maradhi ya macho yakawa mekundu alafu yakafanya matongo, ndio jibaba zile. Macho tongo mnayakumbuka siku za baridi, mara nyingi kipupu yanakuja macho tongo, macho yanakuwa mekundu alafu unafanya matongo sana, na wanasema huko kwetu si dawa yake kubwa ukakoshe kwa maji ya pwani, lakini ziko dawa watu wanatumia, lakini kila wakati yawe masafi tu. Kwa hivyo ukitumia jim kwa fatha kwa kisra, manake macho tongo, baridi imekuja na macho tongo, ambayo vile vile kweli macho tongo aghlabi yanakwenda kwenye msimu wa baridi. Kwa hivyo tazama kitabu chako kimeandika hababa au kimeandika jibaba au kimeandika jababa, utakwenda unavyotaka kwa mujibu wa kitabu chako, na yote yanatokea. Lakini somo letu la nahwu liko hapa, ile wau ikiwa walhababa waljibaba waljababa, manake waul maiya, kwa mbele baridi imekuja pamoja na, ndio maana ukiondoa unaweza kuweka ma'al jababa, ma'al hababa, ma'al jibaba, na maana ikawa iko pale. Kwa hivyo somo letu zaidi liko kwenye nahwu waul maiya, lakini tumejaribu kuweka na maana zinaweza kujitokeza kwa maneno yaliyotumika. Tumefahamiana wastawatil miyahu, na yamekuwa sawa sawa maji, yani yamelingana. Wala akhshaba, na maboya. Akhshaba tunayatafsiri maboya kwa tafsiri ya matumizi, ingawa al-akhshaba ni mbao, khashabu ni mbao, lakini hapa kusudio lake ni maboya. Watu waliokuwa hawafahamu mambo ya bahari na mambo ya maji, ukataja maboya wanakutumbulia macho, na waona hapa kuna watu wananitumbulia macho, hawajafahamu maboya ni nini. Tutafahamisha. Sisi tuna maboya aina nyingi. Kwanza sisi watu wa pwani tunayo maboya ya baharini. Ni vitu vinaelea, ni kama mipira imetengenezwa, halafu imefungwa minyororo na chini kumetiwa kitu kizito kama nanga ili isiondoke pale, na wakati mwingine kumejengewa hasa vile vitu vinavyoelea pale, kazi yake kuonesha njia pale baharini, kuonesha njia, kwamba ukipita baina ya boya na boya, kama boya moja liko hapa na boya moja liko hapa, hapo katikati ni njia. Hapa maji ni kina kirefu, maji ni mengi. Ukipita nyuma ya boya hili na nyuma ya boya hili kuna fungu la mchanga, maji ni kidogo. Kwa meli inapotaka kuingia kwenye bandari inaelekezwa ipite pale katikati. Ikipita huku itapwewa, itakaa kitako, itashindwa kusafiri, na wakati mwingine mpaka maji labda yajae sana ndio itaondoka. Lakini hapa muda wote maji yamepimwa, yana kina cha kutosha cha kuvuka kile chombo. Kwa yale inaitwa maboya, kazi yake kuonesha njia. Tumefahamiana kwamba pita hapa usipite. Ni sana alama za barabarani, imeweka taa nyekundu usipite, au huko no entry, au huko wrong side, inakuonesha site, na ile ni site ya kuonesha mahala pa kupita. Ndio boya. Hapa watu wa Zanzibar wana maneno nyie, iliwe kitokea wakati wa siasa, mtu fulani akaambwa mboya kazi yake kuonesha njia tu, hana lolote. Tuna maneno hapa watu wa Zanzibar, ndio maana mtu kama hajakaa na Wazanzibari vizuri, kuna wakati wanaweza wakasema maneno yeye akashindwa kufahamu wanakusudia nini. Lile boya tu limewekwa pale, lile boya, mtu akikuta boya tu, maana kwa kazi yake kuonesha njia tu, huna maana yote wala huna mchango mkubwa zaidi kuonesha nini, kuonesha njia. Ni tusi kwa kiasi fulani ukiitwa boya. Haki ya Mungu ya asante sana. Ukenda ndani sasa, kama lisingekuwa boya ungepotea, asante albahari, au ungeingia upande mwingine ukanasa. Sasa lina faida yake nalo boya. Hata ukimwita mtu unajaribu kumtukana, lakini kwa undani vile vile iko maana, akakusaidia huyo boya, si ndio kakufikisha ukaweza kupita salama. Sahihi kabisa. Wakati mwingine tunatumia tu maneno, lakini ukichambua mantiki zake unaweza ukakuta kitu kingine kinajitokeza. Sasa halafu kuna boya jingine liko kwenye hodhi, linafungwa pamoja na pipe ya mfereji.
yale maji yakijaa, lile boya linakuja juu linaelea, lakini likija juu linanyanyua kitu fulani kinakwenda kuziba kwenye ile tundu inayotoka maji, inakuwa lile bomba lishafungika kabisa. Na maji yakipungua, lile boya linashuka chini, likishuka chini linaiachia wazi ile tundu, inatoa maji. Kwa hivyo automatic maji yakijaa, mfereji umefunga, yakipungua, mfereji unatoa maji. Na matenki vile vile na maboya mle ndani yapo. Yote hayo yakuwa ni maboya ya aina zake na yana kazi zake maalum, lakini ni kitu kinachoelea, hakizami. Sasa akhshaba hizi ni mbao, lakini kazi yake hiyo ndio maboya. Haya maboya tuliyosema ndio utaalamu wa sasa. Zamani ilikuwa tofauti, ilikuwa hivi. Enzi hizo kisima kimechimbwa, kisha chimbwa, unatafuta ufuniko wa mbao, pengine mmoja kamili wa duara au nusu na nusu unaungwa, lakini ufuniko ule haufuniki kile kisima chote kama vile kawa au mkungu. Ule ufuniko unakwenda sawa sawa na kile kisima, kwa hivyo unatumbukia. Mnifahamu? Wa mbao unatumbukia kama ni nusu mbili au robo nne, halafu zimefungwa kamba juu kwenye ile mataruma, nguzo zilizosimama zile imefungwa juu na kamba zake ndefu, kwa hivyo kinafunikwa kile kisima. Maji yakipungua yanakwenda chini, yale mabao yote yanafunika yale maji. Maji yakijaa, mbao zinakuja zake juu. Na watu wanaotaka kuja kuchota maji inabidi wafanye kazi sasa kuvuta yale mabao yake pembeni, wachote maji yao wamalize, halafu wanayafunika. Na lengo lao ni nini? Asije mnyama pale akaingiza mdomo pale, fisi, simba, chui au akaja punda unane akachafua maji ambayo wanakunywa binadamu. Kwa hivyo zile ndo akhshab, mbao nayo yanafanya kazi ile ya maboya, kwa sababu maji yakishuka chini na zile mbao zinashuka chini. Kwa ile kamba ikiwa yamejaa ile maji, utaona imejizonga, yani iko nyingi pale. Yakiwa maji yamepungua, ile kamba yenyewe inajiachia, inakwenda zake mpaka chini. Ndo hasa anaokusudia yeye akhshaba hizi, mbao hizi anazokusudia yeye, sio haya maboya tulioeleza mwanzo ambayo ni ya kitaalamu. Tumefahamiana? Sasa istawatil miyahu wal akhshaba, vimekuwa sawa sawa maji na mbao, kwa maana ya kwamba zile mbao zilipokaa na ile maji vimekwenda sambamba katika kipimo kimoja, ndio waul maiya wal akhshaba. Tumefahamiana? Sasa mafulu mahu imekuja kwa maana gani? Baada ya kupata hiyo picha kamili ya boya, picha kamili ambao ndio umefahamu mafulu mahu ni nini. Mfano mgumu sana huu kwa mtu ambaye hayumo katika mazingira ya aina hiyo. Istawatil miyahu wal akhshab. Na hizi alifu zote za kushibisha tu, jaa albardu wal jibaba au wal jababa au wal hababa wastawatil miyahu wal akhshaba, hizi alifu za kujaliza tu kwa ajili ya ushairi. Ilitakiwa yetu hapa istawate jaa albardu wal hababa au wal jababa wal jibaba wastawatil miyahu wal akhshaba bila alifu, lakini kwa sababu za ushairi ndio kajaliza hiyo kwa kuvuta tu, inaitwa aliful ishba'i, alifu ya kushibisha au alifu ya kujaliza tu kwa ajili ya ushairi. Tumefahamiana? Ndio mshairi si anavuta, niliwaambia maneno ile anavuta ni moja tu pale, lakini anavuta kwenye utenzi. Kwa hivyo ile kushibisha tu sauti tu, hakuna asili, hakuna alifu. Jaa albardu wal hababa wastawatil miyahu wal akhshaba wama sana'ta ya fata wa su'da. Na hapa unaweza ukamuuliza mtu swali au unaweza ukashangaa. Hii ma hapa inaweza kuwa ma taajubia, inaweza kuwa ma istifhamia, zote zinawezekana. Ma hii inaweza kuwa ni ya kushangaa au ma ya kuuliza. Wama sana'ta, na nini umefanya ya fata, ewe kijana, wa su'da, na bahati. Su'da manake bahati. Umefanya nini na bahati wewe? Bahati umefanya nini wewe? Mbona kila unalofanya unafanikiwa? Una bahati sana wewe. Sasa unaweza kuwa unashangaa, umefanya nini na bahati wewe? Mambo yako mazuri tu. Hiyo sasa unashangaa. Au unamuuliza, umefanya nini na bahati wewe? Tueleze. Wenzako na sisi tufanye mkataba na bahati mambo yawe. Kwa hivyo ile ma inawezekana ni ma taajubia, inawezekana ma istifhamia, yani ma ya kuuliza au ya kushangaa, yote yanawezekana. Lakini somo letu liko wasuuda, wao hapa waul maiya. Sema hii suuda tu hazidhihiri irabu mwisho kwa sababu kuna alifu maksura. Kwa hivyo wao waul maiya, na ile suuda ndo maf'ulun ma. Umefanya nini na bahati we? Yani mbona hii bahati inakuandama sana wewe? Na pia inawezekana kinyume chake, kama hana bahati wewe, umefanya nini na bahati wewe? Mbona huna bahati? Pia inawezekana.
lakini hiyo ni tawili ya mbali zaidi katika kumkatalia bahati. Tawili ya karibu ni kumkubalia nini? Bahati. Tumeelewana mpaka hapo Faqis ala hadha, basi kisia, kadiria, pima juu ya jambo hili. Tusadifu rushda, utasadifu uongofu, yani utapata kuongoka. Kusadifu ni kupata, utapata kuongoka. Faqis ala hadha, basi kisia juu ya hili nilolisema. Tusadifu, utapata rushda, uongofu, utapata muongozo wa kuweza kuitumia waul ma'iyya katika maneno kwa kukisia juu ya haya nilio yasema. Huyo ndio shekhe wetu anayetufundisha. Tumefahamiana juu ya mafaulu ma huyo Kwa hivyo siku zote utofautishe baina mafaulu ma na harfu atf, na ile wao ikishakuja pale jina la mbele linakuwa mansubu, katika atfu litafuata irabu ya nyuma. Babul hal, wengine wameandika watamyizi, mlango wa hali. Wal halu watamyizu mansubani, na hali na tamyizi zote mbili zinapata nasbu. Hukumu yake ni moja tu kwa kiirabu, zote irabu yake ni nasbu. Ala ikhtilafi alwad'i, pamoja na tofauti ya mweko au mkao, wal mabani, na majengo. Imekaa tofauti na imejengeka tofauti, lakini hukumu yake ni moja. Lazima usitofautishe hali inakaa vipi na inajengwa vipi, na tamyizi inakaa vipi na inajengwa vipi. Mkao au mweko, alwad'i vile vile mweko, wal mabani, na majengo. Majengo yao na mieko yao tofauti, lakini hukumu yao ni moja, yote yanakuwa mansubun. Wal halu wat tamyizu mansuban, na hali na tamyizi vyote viwili vinapata nasbu hukumu yake, yani vinapata fatha mwisho. Lakini ala ikhtilafi alwadhi, pamoja na tofauti ya mkao au mweko wake, wal mabani, na majengo yake yanatofautiana. Sasa ujue tofauti zake, usije ukaichukua hali ukaipeleka kwenye tamyizi na ukaichukua tamyizi ukaipeleka kwenye nini, kwenye hali, usije ukakosea hilo. Lakini irabu ndo zile zile. Thumma, kisha, kila nawaini, zote aina mbili, jaa fadla, zimekuja salio au ziada. Fadla ni salio, ziada, na pia makombo. Fadla vile vile makombo, yani kitu kilicholiwa kikabaki, lakini maana yake ni ziada au nyongeza. Yani sentence ishakamilika kabisa bila ya hali na bila ya tamyizi. Kwa hivyo hali na tamyizi ni nyongeza katika sentence, kwa sababu sentence ina mubtada na khabar au ina fi'lu na fa'il. Hali na tamyizi si vitu vya lazima katika sentence, vinasaidia kufafanua, lakini vimekuja katika ziada. Sentence itakuwa ishajitegemea. Jaa alwaladu, kaja mtoto. Bakiyan, hali ya kuwa analia. Uliposema jaa alwaladu, kaja mtoto, sentence ishakamilika. Ile bakiyan, hali ya kuwa analia, hii ni nyongeza katika sentence, inasaidia kufafanua, lakini nyongeza. Hata kama ungeiondoa sentence ingejitosheleza. Ndio maana ya fadla. Tumefahamiana Kwa hivyo tamyizi na hali vinakuja ziada, nyongeza katika sentence, si vitu vya lazima katika sentence, lakini vinasaidia kuifafanua sentence. Ndio maana fadla, yani kama ni mubtada na khabari ishatimia, kama fi'l na fa'il ishatimia. Usije ukaanza na hali na ukaanza na tamyizi halafu ukaacha kutaja mubtada na khabari au fi'l na fa'il. Itakuwa umemwalika mtu chakula cha mchana halafu kampelekea bakuli la kachumbari, hakuna pilau, hakuna chipsi. Na kachumbari ni ziada. Pilau ikishakuwa imetimia na vitu vyake vyote, kama ikuja kachumbari hakuna maneno mengi yatakayosemwa. Lakini ikija kachumbari alafu pilau haipo, au hakuna hata hizo chipsi, kwa hivyo usije ukangangania hali na tamyizi, huna mubtada na khabari au huna fi'l na fa'il, huko huna sentence. Tumefahamiana? Lazima uwe na sentence alafu ndio ulete hali na tamyizi, kwa sababu hizi ni ziada ya fadla. Ndio yale ya kusema umkute mtu kavaa bonge la kilemba lakini shati hana, suruali hana. Utasema huyu vipi? Si anaugua kichaa? Hicho ni kichaa cha kupelekwa mental. Umevaa kilemba kikubwa kweli, lakini huna shati, huna suruali, kwa sababu shati na suruali ndio fi'li na fa'il, kilemba ni hali. Sasa umekwenda kwenye hali na tamizi wakati fi'li na fa'il
Wewe mubtada khabari, huna sentence. Fadla hii ni ziada. Kwanza kamilisha yale mambo ya msingi. Hapa tunasomesha nahwu tu, lakini katika fikra hii tuna mambo mengi ya kusema. Waislamu wakati mwingine waweza kukuta wanagombana juu ya jambo ni fadla, yale ya msingi yale wala wafai. Waweza kukuta watu wanagombana juu ya kutikisa kidole kwenye tahiyatu. Sunna si sunna, anza nacho mwanzo au mpaka ufike ashhadu. Umenifahamu? Utikisaji wenyewe ni hivi, wipers za gari hanga antena propeller ni hivi, mkia wa mjusi papa kitoe mara moja mzozo. Lakini hili ni fadla. Tamamul jumla ni kusali. Wangapi wasiosali wako nje msikiti? Hatujafanya mpango wa kwenda kuwavuta wakaja msikitini. Tulioko msikitini tunagombania kidole kukitikisa. Siku zote usema sisi Waislamu tuna tatizo kubwa katika vipaumbele. Dini yetu imekaa vizuri, sisi wenyewe wafuasi tunatoa vipaumbele katika mambo ambayo hayana ulazima mkubwa, halafu tunaweka nyuma yale mambo yenye ulazima mkubwa. Unamkuta mtu anamchukia mwenzake kwa sababu ya mambo fulani kuliko anavyomchukia asiyesali. Yaani mfano mtu ananyoa ndevu, halafu anaingia msikitini. Mwingine anafuga, na yeye kwa kufuga ndevu wajibu, anamwangalia hivi. Sawa, nimenyoa ndevu lile. Shenzi kubwa lile. Lakini kuna watu hata msikitini hawaji huko. Hawachukii. Salamu alaykum, kwa watu siku anawashangilia wasali. Huyu ambaye anasali kwa sababu kanyoa ndevu anamchukia. Sisemi kufuga ndevu si sunna, nasema vipaumbele vyetu sisi vya ajabu sana. Tumefahamiana? Lile lilopewa ukipaumbele wala silo kabisa, na lile lilopewa kipaunyuma ndo lenyewe. Bado tuna mashaka katika kujenga umoja, katika kuwaleta watu pamoja, katika kulingania dini, bado tuna mashaka. Twendeni, ndio sasa mambo ya fadla hayo. Thumma kila nawaini jaa fadla, kisha kila aina hizi mbili, anakusudia hali na tamizi, aina zote mbili jaa fadla, zimekuja kama ziada katika sentence. Sentence inaweza kujitosheleza bila hali wala tamizi. Lakini munakaran, zikiwa ni nakira, munakaran ni nakira, haziwi maarifa, hazipati alif na lam, zinapata tanwini kwa kawaida. Tena baada tamamil jumla, baada ya kutimia kwa nini? Sentence itimie. Si lazima itangulie, inawezekana hali ikatangulizwa, lakini mbele ije sentence iliyotimia baada ya kutimia sentence. Kwa hivyo kama hujatimiza sentence, huna sababu ya kuleta nini? Ya kuleta hali. Ndio vile vile unapokuja kwamba mtu bwana yuko hoi taabani bwana. Nani? Yuko hoi taabani bwana. Nani? Wewe unazungumzia hali, lakini mwenye hali hatujamjua. Tuambie yuko hoi taabani, kwanza tumjue nani, halafu ndo tujue hali yake. Sasa tunaizungumzia hali bila kumjua mwenye hali. Haiwi. Ana pesa jamaa yule, si mchezo. Nani? Ana pesa jamaa yule. Nani? Ana pesa yule jamaa. Ana pesa nani? Mnazungumzia hali yake, hatujamjua nani mnayemzungumza. Lazima tumjue anazungumzwa, halafu ndo tujue hali yake. Ndio baada tamamil. Lakini idha nadharta fi ismi al-hali, lakini utakapotizama katika jina la hali, wajadtahu, utalikuta shtuqa, limechongwa, limetoholewa, limepasuliwa, limechukuliwa min al-af'ali, kutokana na vitendo. Lile jina la hali lazima liwe lina msingi wa kitendo. Kwa mfano, jaa zaidun rakiban, amekuja zaidi hali ya kuwa amepanda, inatokana na rakiba yarkabu rakiban. Akala saidun musri'an, amekula Saidi kwa haraka, akiwa na haraka, inatokana na asraha yusri'u. Lazima ile hali iwe imetokana na kitendo. Ni nakira lakini iliyotokana na kitendo. Mushtaqu, imechongwa, imetolewa, imepasuliwa, imetengenezwa kutokana na nini? Na kitendo. Si jamii. Lazima upate kitendo chake. Raaitul walada bakiyan, nimemwona mtoto hali ya kuwa analia. Ile bakiyan inatokana baka yabki, lazima itokane na kitendo.
shtuqa min al-af'ali. Thumma yura, kisha itaonekana inda itibari man aqal, katika zingatio la mwenye kutia akilini, mwenye akili yake. Zingatio la mwenye akili au zingatio la mwenye kutia mambo akilini, ataona jawaba kaifa, ni jawabu la suali la kaifa fi suali man saal, katika suali la mwenye kuuliza. Yani ile hali ina takdiri, kadiri wake, kama vile umeulizwa kaifa jaa alwaladu, ukasema jaa alwaladu bakian. Yani ile hali kazi yake kujibu suali linalofikirika japokuwa halipo. Kaifa akalta, akaltu musri'an, umekula vipi? Nimekula kwa haraka haraka. Kwa hivyo unajibu swali hata kama hujaulizwa. Na hii ni mbinu kubwa sana hata katika kuhutubia. Wakati mwingine unatoa hutuba huko kwenye membari au wapi, kazi yako kujibu maswali ambayo hukuulizwa, lakini unadhani kuwa watu wanayauliza kwenye vichwa vyao. Kwa hivyo unayajibu katika ule mhadhara wako, na ndio unaona watu kila mmoja anatikisa kichwa barabara sawa sawa. Sasa kwa sababu yeye alikuwa anauliza swali hilo kwenye kichwa chake, haja kuambia tu. Kwa hivyo unamjibu kabla yeye kukuuliza. Na ndio wazungumzaji wazuri ni wale ambao wanaweza kukadiria kuwa watu sasa hivi wanataka kujua nini. Umenifahamu? Ndio unatoka mtu siku ya Ijumaa, unamwona mtu anatoka sema leo khatibu kasema kweli leo. Kasema ndio kabisa. Sasa hata mimi nilikuwa nafikiria hivyo Na khutba zinakuwa nzuri ikiwa yule khatibu anaweza kukadiria mambo yanayotakiwa kuzungumzwa katika jamii kwa wakati unaohusika. Na hata ile khushu'u ya sala ya Ijumaa inapatikana zaidi ikiwa ile khutba imekaa vizuri, ina mazingatio. Lakini zile khutba za zamani za wazee wetu wakina Ibn Bata sijui nini, amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah, ndugu Waislamu nakuhusieni kama ninavyohusiana nami nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hatukatai, zimetulea. Lakini ndio namkuta mwingine yuko kwenye kiguzo kule kasinzia, mwingine mpaka kama sala anagongwa na mwenzie tayari tunasali. Vipi? Hazina msisimko. Hazina msisimko. Ikimdondoka miwani yule khatibu khutba imesimama, anaokota kwanza miwani, haijavunjika, anaiweka sawa, anavaa, anaanza kutizama imefika wapi, karatasi imesogea mbele. Lakini alhamdulillah sasa hivi kwa asilimia kubwa tumesonga mbele, yamepungua haya. Yamekuja haya kwamba khutba sasa zina msisimko. Lakini changamoto yake kubwa ni kwamba makhatibu wetu hawajui mipaka ya kuzungumza. Hii nayo ni changamoto kwa makhatibu wa sasa. Anaweza kwenda akatoka kwenye maudhui, akatoka kwenye kanuni na taratibu, akawa na lake binafsi, pengine katongozewa mkewe. Sasa hutuba siku hiyo ni kuzungumzia tatizo la kutongoza wake za watu. Je, hiyo ni maudhui ya umma au maudhui yako wewe? Sasa hayo masala mengine nayo ni changamoto. Wanaambiwa kwenye masemina, lakini ndio tunatoka. Wakati mwingine ana mgombea wake kashindwa uchaguzi au kakosa uongozi, anatumia tena mbari ile kupiga siasa. Hayo ndio tunayo mashaka kama. Ina maboresho yake, lakini ina changamoto zake. Lakini tunakwenda, tutajifunza, tutachuja, ndio maisha, ndio mwendo. Haya, kwa hivyo jawaba kaifa inakuwa ni kujibu kaifa fi suali man saal, katika swali aliyouliza. Mithalu huu, mfano wake, jaa al-amiru rakiba, amekuja kamanda, kapanda chombo kama mnyama, farasi au ngamia, au kwa sasa ndo kapanda gari, chochote kitakachokuwa. Amiri ni kiongozi, kamanda. Rakiban, sasa hii rakiban utaona shtuqa min al-af'ali, inatoka na rakiba, yarkabu, rakiban. Halafu ni munakaran, ni nakira hii rakiban. Halafu baada tamam al-jumla jaa al-amiru, jaa fi'l al-madhi madhu al-fath, al-amiru fa'ilu marfu' bi dhamma. Sentence shatimia. Hakuna kosa kusema rakiban jaa al-amiru, ukaitanguliza rakiban jaa al-amiru, hali ya kuwa amepanda kaja amiri, lakini muhimu mbele ukamilishe. Usio kasema rakiban alafu ikawa tumeishia hapo. Hata kama utaitanguliza uko mbele ukamilishe. Au umeulizwa swali kaifa jaa al-amiru, lile swali limeshaleta kadirio jaa al-amiru rakiban.
Yani ile sentence iwe imeshajitosheleza, ama kwa kuwepo kwa maneno pale kabla au baada yake, au kwa kufahamika kutokana na maswali yaliyojitokeza. Tumefahamiana eh? Jaa al-amiru rakiban, unaweza kusema rakiban jaa al-amiru, au kaulizwa tu kaifa jaa al-amiru ukasema jaa al-amiru rakiban, au kaifa jaa al-amiru ukajibu tu rakiban kwa kukadiria jaa al-amiru rakiban. Yote yanawezekana. Kwa hivyo mithaluhu jaa al-amiru rakiba, mfano wake kaja kamanda huyu hali ya kuwa amepanda. Kwa hivyo hali imekuja safi kabisa eh? Baada tamam jumla. Nao ni fadla, kwa maana ya kwamba ni nyongeza. Ukiweka kidole kwenye neno rakiba ukasema jaa al-amiru, amekuja kamanda, sentence imetimia. Kwa hivyo hii ni nyongeza tu, inazidi kufafanua kwamba kaja vipi, lakini ungeweza kuiondoa na sentence bado ikawa imefahamika na umesema jambo. Haya, na hata ungegeuza ukaanza na mubtada ukasema al-amiru jaa rakiban, vile vile ingefaa. Yani sentence hapa unaweza kaipindua unavyotaka, hii jaa al-amiru rakiban, ingawa mkao huu ndo mkao bora. Jaa al-amiru rakiban, unaweza kuanza mwisho rakiban jaa al-amiru, au rakiban al-amiru jaa, au al-amiru jaa rakiban. Vyovyote wewe pindua. Maneno ya kinyumbani, bwaga nchakase engongwe, bwaga nchakase wewe pindua utakavyopindua. Hapa umesema maneno yamefahamika. Ukisema rakiban al-amiru jaa, umerudi kinyume nyume. So jaa al-amiru rakiban, rudi kinyume nyume, sema rakiban al-amiru jaa, itafaa. Ukichukua katikati al-amiru halafu ukasema rakiban jaa, itafaa. Ukisema al-amiru jaa rakiban itafaa. Vyovyote utakavyosema wewe mwenyewe una haki, lakini mkao mzuri ni jaa al-amiru rakiban. Tumefahamiana mpaka hapo? Mara nyingi yale ya kupindua pindua yanategemea na ushairi. Kwenye ushairi anataka mtu labda herufi ya mwisho iwe hii, aanguke na kina hichi, uzani wake uende hivi, kwa hivyo anapindua pindua kwa ajili hiyo. Lakini katika maneno ya kawaida unasema jaa al-amiru rakiban. Waqama Qussun, na amesimama Qus. Huyu ni Qus ibn Sa'ida, maarufu sana katika historia. Kalitaja jina lake hapa, nafikiri anamkusudia huyo, lakini si lazima, ni jina la mtu Qus. Qus ibn Sa'ida ni mmoja katika makhatibu wakubwa sana, watoa hutuba wazuri katika zama za ujahilia. Alikuwa anajua kusema sana katika hutuba, kwa hivyo anapigiwa mfano wa mtu mwenye kuhutubia vizuri. Kama katika historia za miaka ya karne ya 19 aliokuwa anatoa hutuba kwa uzuri sana duniani, hakuna kama Adolf Hitler, pamoja na udikteta wake wote, lakini ilikuwa hodari sana la kutoa hutuba Adolf Hitler kwa lugha ya Kijerumani. Huyo Hitler mwenye lile alama lililokaa katika namna ya ajabu lilikuwa linatoa hutuba si mchezo. Na wanasema mazoezi yake alikuwa anafanya kwenye kioo peke yake, anakaa kwenye kioo peke yake anatoa hutuba, anasema na kioo kama kichavi saa nzima. Akimaliza, akifika pale kwenye uwanja na hutubia, hata kama watu wanazomea, yeye anatoa hutuba kwa sababu anajua kama yuko kwenye kioo, anapiga tu, nyinyi mnazomea, anapiga mpaka anamaliza chizi lakini kwa nini mahutuba si mchezo? Dikteta. Na hawa viongozi wa dikteta ndio wanaweza kuzungumza sana kuliko viongozi wa kidemokrasia. Viongozi wa kidemokrasia wanapenda kuzungumza mambo ya kukubalika na nini, hawalazimishi. Kwa hivyo si kila wakati wanapata cha kusema. Wale wana fikra zao, wanataka lazima hizo zisikilizwe. Umezitaka hujazitaka wanazipamba. Fidel Castro alitoa hutuba kwenye bunge la Cuba kwa masaa 9. Masaa 9 anahutubia peke yake. Alipomaliza hutuba ni kitabu tayari. Ile hutuba yake imegeuka kitabu. Masaa 9, volume na volume za vitabu unazungumza wetu. Hatari yake. Hata kama ni mashine inatakiwa ipumzike. Ala kula hali. Na huyo Qus ibn Sa'ida, waqama Qus, na amesimama Qus fi ukadhin khatiba, kaitia tanwini ukadhin au katia ukadha kwa fatha, kwa fatha ukadha. Ukadha ndio jina hili, jina la mahala panaitwa ukadha, hapo mahala penyewe aliposimama kuhutubia, na lilikuwa ni mnada mkubwa. Suku ni soko, lakini soko kwa maana ya mnada,
inafanyika kama vile maonesho mwaka mara moja au mara mbili hivi, panakuwa na bidhaa za kila aina na watu wa kila aina. Sasa huko ndo akisimama akitoa mahutuba, na ni ismun la yansarif fi ukadha, lakini inajuzu kutia tanwini kwa sababu za ushairi. Wajaizun fi sun'ati ash-shi'ri salif an yasrifa ash-sha'iru ma la yansarif, imamu mtaikuta inajuzu kwenye ushairi kutia tanwini mahala pasipokaa tanwini. Na ndio bana ukakuta min adamin ila abihi wa ummihi saratun saranuru nubuwati fi asariri ghurarihimul bahia, kwenye maulidi barazaji, min adamin ila abihi wa ummihi imejuzu, lakini adama hana tanwini wala haingii kisra, lakini pale kakubalishwa tanwini kwa sababu za kishairi. Kwa hivyo shairi unaweza kujua. Kwa hivyo inajuzu kusema fi ukadhin na kusema fi ukadha, basi waqama qussun, na amesimama huyu qussun fi ukadha au fi ukadhin, katika eneo linaitwa ukadh. Hilo ni eneo soko, mnada mkubwa huo. Watu wa bara zaidi wanafahamu minada ni nini. Minada, kama kuna mnada wa Jumamosi, sehemu nyingi za Tanzania bara kuna mnada wa Jumamosi. Huko nenda mapema kiasi saa 2 saa 3, ikifika saa 8 usende sana, watu washaribika vichwa kwa mataptapu, pombe zinakuwa nyingi na zabure za kumwaga huko, fujo kwa kweli minadani huko, na mara nyingi hupatikana watoto, mimba zinabebwa kipindi hicho. Kwa hiyo watoto wa mnadani hao haya, khatiban ndo somo letu, hali ya kuwa ni mwenye kuhutubia. Umeona hiyo khatiba, qama fi'l madhi, qussun ni fa'il, fi harful jarri, ukadhin ismun majrurun, ikiwa la yansarifu ndo ukadha, ikiwa umekubali kwa dharura ya shairi ukadhin. Khatiba hali ya kuwa mwenye kutubia. Kwa hivyo hiyo khatiba hapo ndio hali. Kuna neno jingine kwani limeandikwa au ndio ile khatiba? Basi khatiba ambayo hii utizama utaona hali ndio ile shtuqa min al-af'ali, limetengenezwa kutokana na vitendo khataba, na limekuwa nakira khatiban, na baada tamamil jumla, baada sentence kukamilika fi'l na fa'il. Wa minhu, na katika hali vile vile unasema man dha fil fina'i qa'ida, nani huyu katika uwanja au katika ukumbi amekaa. Fina, ukumbi, ikiwa ni wandani, ikiwa ni nje ua, lakini ni eneo ambalo limepigwa uzio, limo katika eneo la nyumba, si lazima liwe ndani ya nyumba yenyewe. Kama seble au kama vile assembly ya skuli, ile nayo ni fina, kwa sababu ni uwanja ulioko ndani ya nini? Ndani ya shule. Kwa hivyo zote zitatumika katika maana fina. Kwa hivyo ukitafsiri ukumbi, ukitafsiri uwani, ingawa kwa Kiswahili cha ndani kidogo cha lahaja, uwani ni chooni. Nafikiri watu wa mashamba natumia hiyo uwani, kenda uwani maana yake kenda wapi? Chooni. Lakini mjini huku ukisema uwani, ua si lazima kiwe choo. Au unasemaje Saidi? Uwani kwa mjini si lazima kiwe choo, lakini watu wa mashamba uwani inakuwa mara nyingi chooni. Kwa hivyo ile tunategemea na matumizi ya wanavyozungumza. Fil finai, katika ua, katika ukumbi. Sasa unauliza hapa, man dha, nani huyu? Dha bi maana hadha, man dha ay man hadha. Na tumesema hizi dha katika Kiarabu fasaha zinatumika hadha, lakini katika Kiarabu kingine inaondolewa ile ha, inakuja dha peke yake. Hata Qur'ani imesema man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni, ay man hadha alladhi. Kwa hivyo inakuja dha peke yake bila ya ha, ay man hadha fil finai qa'ida, ay man dha, nani huyu, fil finai, katika uwanja, katika seble, katika ukumbi, qa'ida, amekaa. Sasa hii qa'ida ni hali, lakini huku nyuma hakuna kitendo, hakuna fi'il na fa'ili. Huku kuna mubtada na khabari tu katika istifham. Ndio nimekuambia ni wakati mwingine hali inaweza kuja ikiwa imetanguliwa na mubtada na nini na khabari, kwa sababu baada tamamil aljumla. Man dha, nani huyu, fil finai qa'ida, hali ya kuwa amekaa. Tena anauliza, kwa hivyo hakuna fi'il na fa'il kule kuna mubtada na nini na khabari, lakini qa'idan imekubali kuwa ni nini, ni hali. Wabi'tuhu, na nimekiuza, bidirhamin, kwa dirham moja, fasaida, na kuendelea. Bi'tuhu, nimekiuza, bidirhamin, kwa dirham moja tu, pesa hiyo, fasaidan, hiyo ni hali, na kuendelea.
nayo vile vile na hali ya kuendelea, yani nimeuza kuanzia dirham moja na kuendelea, na hiyo fasahidan itageuka kuwa hali, lakini kitendo chake kile bi'tuhu wal halu dirhamin wa sa'idan, kwa dirham moja na kuendelea. Kwa hivyo anakuonesha hali zinaweza kuja katika namna kama hiyo. Faslun at-tamyiz, kipambanuzi kingine katika tamyiz. Wa in turid ma'rifata at-tamyiz, na ikiwa unataka sasa kuijua tamyiz, ambao tamyiz manake ni upambanuzi, kupambanua, kutofautisha baina ya kitu na kitu. Kiswahili cha zamani ubaguzi, kubagua. Siku hizi neno kubagua limetumika kisiasa zaidi. Ukisema ubaguzi inakuwa kitu kibaya, lakini zamani kubagua si jambo baya. Kubagua ni kutofautisha. Katika lahaja ya Kiswahili kuna maeneo mengine ukenda unapata migongano. Kwa mfano, lahaja moja inasema hivi, bagua mchele. Bagua mchele manake zile chua, au wengine wanaita chuya, zile nyeusi zile uzitoe, ubakisha zile nyeupe tu, ndio kubagua huko. Huku wanasema chagua mchele. Kuchagua manake kuziondoa zile chua ukabakisha ule mweupe peke yake. Sasa wale wanaosema bagua wasema ukimwambia mtu chagua mchele manake kenda dukani, hapa pana pichori, pale pana basmati, pale pana pembe, pale pana mbea, ndo chagua mchele, upi wa kununua na upi wa kuacha kununua. Lakini ukishanunua huchagui, sasa unabagua baina kile cha kupika na kile cha kuacha kwenda kukipika. Lakini hao wengine wasema chagua mchele manake toa vile vilikuwa vitakiwi, ubaki ule ambao unatakiwa. Unaona kwenye lahaja za Kiswahili nako kuna mambo yanagongana gongana baina kubagua na kuchagua. Ndio maana mmoja alisema wale watoto mapacha mimi siwabagui, manake siwatofautishi. Wale watoto mapacha siwatofauti. Kuwabagua manake kuwatofautisha. Lakini sasa neno ubaguzi lishatumika katika siasa, kwa maana kuto kumtendea haki mtu kwa sababu ya kabila lake, au kwa sababu ya rangi yake, au kwa sababu ya dini yake, au kwa sababu ya eneo analotoka, ndio kaitwa ubaguzi. Sasa lishahamia huko kwenye siasa, lishatoka kwenye matumizi yetu ya kawaida. Kwa hivyo kitumia kubagua linakuwa halileti maana nzuri. Lakini zamani ilikuwa ni kitu cha kawaida tu. Tumefahamiana Wabaguke sasa wanafunzi wa form 4 na wanafunzi wa form 3. Tuwabague hawa, manake kuwatofautisha tu. Siku hizi ukisema hivyo ishaleta maana nyingine. Turudi kwenye nini? Kupambanua. Tutumie tamyizi kupambanua ili kila moja likae peke yake. Kwa hivyo atamizu. Wa in turid ma'rifata tamyizi, ukitaka kujua upambanuzi wa mambo, likaitwa adda, ili uhesabiwe min dhawi tamyizi, miongoni mwa wenye upambanuzi na wewe. Tamyizi ya kwanza na tamyizi ya pili zina maana mbili tofauti. Tamyizi ya kwanza ni ule utaalamu tunaotaka kuusoma sasa. Tamyizi ya pili ni kwamba wewe unaweza kupambanua mambo katika kichwa chako. Katumia tauria na tibaki na nini, ni maneno yanafanana, lakini kila moja linabeba maana tofauti na mwenzi. Kwa hivyo akasema in turid ma'rifata tamyizi, ikiwa unataka kujua hili somo la tamyizi, likaitwa adda, ili uhesabiwe min dhawi tamyizi, katika watu wenye upambanuzi wanaopambanua mambo, basi fahamu hivi, fa huwa alladhi yuzkaru ba'da al-adadi. Na hii hapa kaitia sakna, fa huwa kaua dhumma, si fa huwa, kasema fa huwa kwa sababu ya dharura za kishairi. Fa huwa haraka sukun haraka, kataka ile haraka sukun haraka, hakutaka ile fa huwa ikawa haraka. Fa huwa alladhi, basi ni ile ambayo yudhkaru, hutajwa baada al-adadi, baada ya idadi. Tamyizi inatajwa baada ya idadi. Walwazni, na uzito. Wazni manake kipimo cha uzito, ndo uzani. Walkaili, na ujazo, kipimo cha ujazo. Wa madhru'i al-yadi, na kilichopimwa kwa dhiraa ya mkono. Dhiraa ni kutoka hapa kwenye hichi kiwiko ukisugudi mpaka kwenye kidole kirefu, hii ndo dhiraa ambao ni mkono. Na shibri ni hii ya kutoka kidole gumba mpaka kidole kirefu, ambayo pia inaitwa nyanda au shubiri.
Ndio maana kule mpirani goalkeeper pia anaitwa nyanda, kwa sababu anadaka hivi na hiki vinatumika sana katika kukamata mpira, ndio maana anaitwa nyanda katika maneno ya kishabiki. Leo nyanda nani leo yani goalkeeper. Basi walwazni na uzito, walkaili na ujazo, wa madhru'i yadi na kilichopimwa kwa mkono au dhiraa ya mkono. Yeye anakusudia hii mambo ya mita. Zamani tukisema yadi, nakumbuka zamani yadi ile ya Kiswahili, nguo hii yadi ngapi? Unakumbuka Albahri na anapima saa mtu kile kitambaa kwa mkono kutoka hapa mpaka hapa na kipima saa, au kwenye meza pamechorwa saa yadi moja hii, yadi mbili, alafu ndio imetoka ile yadi imekuja mita. Na sisi zamani tulikuwa tuna ratili, zikatoka ratili zimekuja kilo. Na tulikuwa tuna meli 7 meli ngapi zimetoka zikaja kilomita. Umenifahamu? Na kule imetoka yadi imekuja nini? Mita. Sasa tumeingia kwenye vipimo hivi ambavyo hivi ni vya Kifaransa hivi. Hivi ni vya Kifaransa, lakini ndio vinatawala dunia sasa hivi. Halafu kuna ile yadi ya Kiingereza mbali. Yadi ile ya Kiingereza ni eneo la ardhi. Yadi maana yake ni eneo la ardhi, sio ile yadi ya Kiarabu Na katika Urdu yad ni kumbukumbu. Yad araha hai tera pyar. Kaha ho mein kaha tum huwe tum kaha tum vijaya ke baad. Yad araha hai. Mbali. Yadi ya Urdu ni kumbukumbu. Yadi ya Kiingereza ni eneo la ardhi. Yadi ya Kiarabu mkono. Tahadhari kama unajua lugha nyingi. Na ndio anasema mwenye kujua lugha moja hakosei. Anayekosea ni yule mwenye kujua lugha nyingi. Maana unaweza kuchanganya la huku kalipeleka huku, la huku kalipeleka huku. Twendeni. Wa madhru'u yadi na kilichopimwa kwa mkono. Na hii ni madhru' kwa zali, sio kwa ze. Mazruu kwa ze kitu kilicholimwa. Na ni kabila la watu hilo. Tayib. Fa huwa alladhi yuzkaru ba'da al-adadi wal-wazni. Basi inatajwa baada idadi na uzito, walkaili na ujazo, wa madhru'i yadi na kilichopimwa kwa mkono. Kwa hivyo mara nyingi inakuja kutaja amount, kiwango na nini, idadi na vitu kama hivyo. Na kwa sababu mtindo wa lugha ya Kiarabu ni kwamba kinachohesabiwa kinatajwa mwisho, hesabu inatajwa mwanzo. Kwa mfano ukisema nina nyumba 20, si utasema nina nyumba 20. Wao wanasema nina 20 nyumba. Wako kama wanasema kishairi. Sisi ukisema hivyo inakuwa kama umesema ushairi. Nina 20 nyumba. Hawasemi nina nyumba hii 20 katika Kiarabu fasaha. Wasema indi 20 baitan. Sio indi baitan 20. Hawasemi hivyo katika fasaha. Wanasema indi 20 baitan. Umeona 30 laylatan fa atmamnaha bi10. 30 layla wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Unaona inakuja 30 alafu miezi, sio miezi 30. Ile idadi inakuja mwanzo alafu kile kinachohesabiwa kinakuja mwisho. No, hapo inasababisha tamyizi, ile mwisho lazima apate fatha. Baada al-adadi, baada idadi, walwazni na uzito ndivyo hivyo, walkaili na ujazo hivyo hivyo, wa madhru'u al-yadi na kilichopimwa kwa mkono hivyo. Wa min idha fakarta fihi mudhmara, na min ukitafakari ndani yake itakuwa imedhamiriwa, yani imefichwa. Pana takdiri hapo. Ukisema 30 baitan 30 min baitin, yani pana takdiri ya min lakini imefichwa. Min qabli an tadhkurahu, kabla hujaitaja, wa tudhhirahu na kuidhihirisha. Twende kwenye mifano. Takulu utasema indi manawani zubada, navyo vikopo viwili vya siagi. Mana ni kipimo kidogo kabisa cha kikopo. Kama hizi tomato sauce za vikopo zile ndogo, kile kikopo cha duara kidogo kile, ile ndio mana. Zamani kama mnakumbuka, sijui mpaka sasa labda mashamba ipo huko vijijini, mafuta zamani madukani ya kipimo, mafuta ya kula, hata mafuta taa, so kuna vile vya kupimia, ni kama kata, lakini haikwenda hivi, imekwenda kwa chini ujiti wake. Alafu anatumbukiza, alafu ananyanyua, anakupimia, anaweka na keni kwenye chupa yako ile, alafu anakupimia hivi. Ikiwa ni mafuta ya taa, iko mafuta ya kula, kile kikopo cha chini kabisa kidogo cha kupima kile ndio mana. Siku hizi hawa vijana wa sasa sijui kama wanayajua, kwa sababu hayapo tena sasa hivi. Tunazungumza sasa watu ambao ni miaka 50 na kwenda mbele, ishapotea sana.
Kipimo kidogo kama kikombe cha kahawa tuseme, maana ni kama ujazo wa kikombe cha kahawa, ni kidogo sana. Na zamani mtu atakinwa yale na kuwa lofa kwa kweli, kwenda kununua kipimo kile kazidiwa mno. Zamani ndio umeme umezimwa na nini, kanunua mafuta taa, unapoa kibatari, na kile kibatari kishafunguliwa, kile kichwa chake kabisa kimeachwa nyumbani na utambi huku, unakwenda kibatari umekomata kwa kidole hivi, ukifika usije ukayamwaga we senti 5 unapeleka pale senti 5, anapima na kutilia kwenye keni kibatari, unakuja nacho, halafu kina vichwa ule utambi na kichwa kinawashwa pale, ndio mnakwenda hivyo hivyo. Ikifika saa 4, haya laleni, tunataka kuzima kibatari chetu. Tena mnalala kinazimwa kwa mdomo. Tumetoka mbali Sheikh Said, unakumbuka maisha yale? Na ukilala penye kibatari asubuhi pua yako yote inahina, inawanja siki nini, umevuta moshi. Kile kimana kile iko wapi mali? Aje nani kuiba mali mzee? Mali yenyewe haipo, una kibatari akubiginye nani? Una senti wewe, una chochote? Pesa zinalala kwenye mkuiji hapa bwana, pesa baba inalala kwenye kitovu, amuibie nani? Na chakula vile vile unapoa kibakuli, anakwenda na kupimia ile mafuta kidogo. Mara nyingi mama akitaka siku hiyo kakuchosheni kwa michuzi hii ya maji, ataka kidogo unga yanatiwa mafuta yale kidogo, kinakorogwa hakiwivi kwa mafuta wala nini, mnababaishwa bwege. Mnapata kichuzi kidogo kinang'ara, basi haya umeondoka. Ndio kipimo kidogo senti 5, halafu kikapanda senti 10, imekwenda hivyo. Ndio maana yake kipimo kidogo kabisa kama hivi vinakuwa vingine kama vifuniko tu vya chupa kubwa hizi. Basi manawani sema na vikopo viwili zubadi ni siagi ile ya asili ya kuchekecha ile, kama ile samli au siagi ya kuchekecha ya maziwa kutia kwenye kibuyu, halafu katikisa yakajikata maziwa, lile shata ile samli ikaja chini, ya original ya zamani kabisa, ile ndio anayokusudia. Lakini tunaitafsiri leo siagi ni hizi sasa za viwandani, zimejaa makemikali nini, hamna kitu Samli ya Kismayu mzee anakumbuka? Chapa ya ng'ombe, umetumia chapa ya ng'ombe mzee ile sana, ndio maana mmenenepa nyenzi zile. Haya, ala kule hali vikopo viwili vya siagi. Wa 45 abda, na 45 watumwa. 45 sio 40 wa 5. Wao unaona wanaanza na namba ndogo halafu ndio namba kubwa. 45 abda watumwa Hayo mambo ya zamani, hatupendi mambo ya utumwa, lakini ndio tunasoma hiyo lugha tu. Kwa hivyo unaona neno abda na zubada ndio zimekuwa tamyizi hizi. Piga mstari kama unayo penseli kwenye neno zubada na kwenye neno abda kuonesha kwamba hiyo ndio tamyizi mansubu 45 abda na manawani zubada. Waqad tasaddaqtu bi sa'in khalla, na kweli hakika nimetoa sadaka pishi moja ya siki. Khal ni siki, vinegar. Na sasa hivi ukizungumza siki, kuna watu wengine pia hawajui siki ni nini. Lakini siki ni uchachu, kitu kikali kama vile maji ya ndimu, maji ya limau lakini inatengenezwa kwa namna yake mpaka inafika pale. Na ile ni kwa sababu ya kutiwa kwenye mchuzi au wakati mwingine kwenye dawa na mambo mengine. Lakini ni kitu kikali, ndio siki ambayo inakuwa nyeupe aghlabu. Hiyo ndio siki ambayo ni vinegar. Ipo bado madukani sasa, kuna vinegar sasa hivi za kisasa za makemikali Sasa asema tasaddaqtu, nimetoa sadaka bisa'in, pishi nzima khalla ya siki. Zamani inaonekana watu walikuwa hawana viungo vya kutosha, anakuwa na pishi nzima siki kaweka nyumbani. Si mchezo akitaka kunga mchuzi anatia kidogo, ndio siki. Lakini somo letu sa'in halafu neno khalla siki piga mstari neno khalla siki ndio tamizi. Wama lahu ghairu jaribin nakhla, nahana anamponda mtu huyu. Wama lahu, nahana chochote, ghairu jaribin, isipokuwa kikataa kimoja tu, nakhla cha mitende. Jarib ni kikataa, yani eneo dogo hivi la ardhi ndio kikataa. Kama msikiti, ikawa mtu ana kipande kama msikiti cha shamba, mna minazi mna nini, ndio anakikataa. Yani sio anakikataa anakikanusha, qataa kipande cha ardhi kidogo chenye miti. Kwa hivyo anamponda huyu, hana lolote, mali yake ni kikataa tu cha mitende huyu kipande kidogo tu cha ardhi chenye nini, chenye mitende. Lakini somo letu kwa kwenye nakhla ndio tamizi. Piga mstari kwenye somo nakhla. Wa malahu, na hana chochote, ghairu jaribin, isipokuwa kipande kidogo tu au kijaruba tu cha nini,
cha mitende, yani kipande kidogo sana kilichoota mitende, hana mali huyo lofa. Tumalize na tufike hapa kwa leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.